Wote tunafahamu kwamba muziki wa singeli ni miongoni mwa sound ambazo zinatazamiwa kufanya vizuri kama zitaendelea kupewa sikio kwa wasikilizaji hapa nyumbani, lakini pia wasanii kama wataamua kushtuka hivi na kuacha kutumia sound za watu wengine, ikiwa na maana ile tabia wasanii ambao wako nayo ya kutumia sound kama mapiano, afrobeat kutokea Nigeria na sound nyingine kutokea duniani. Sasa watafiti wa muziki kutoka nchini Tanzania wanaeleza kwamba kama wasanii wa Bongo Flava watashtuka na producers pia watashtuka na kuupa nguvu ama kuamua kugeukia katika upande wa singeli, basi ni muziki ambao utafanya vizuri, una nafasi kubwa kufanya vizuri, kwa sababu ni muziki ambao una sound ya pekee yake, huwezi kuipata duniani zaidi ya Tanzania. Na ikumbukwe mmoja kati ya producer wakubwa ambaye ni mume wa Alicia Keys aliwahi kushare ama kuposti kipande cha video ikionekana akicheza muziki wa aina ya singeli, ngoma ya Meja Kunta aliyomshirikisha Lava Lava. Sasa wakati muziki huo tayari umeanza kuota mbao na kufika nje ya mipaka ya Tanzania, mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya muziki huo wa singeli, Dogo Paten, aliweza kupata show this week, na show ambayo ilimhitaji Dogo Paten asafiri kutokea Tanzania na kuelekea nchini China kwa ajili ya kuperform, kwa sababu wote tunafahamu muziki wa singeli umeshakuwa ni muziki mkubwa, muziki ambao una mashabiki kila kona ya dunia. Sasa taarifa zinaeleza wakati Dogo Paten anasafiri kuelekea nchini China, alikuwa yeye pamoja na DJ wake maarufu kama DJ Boba wapeleke. Sasa wakati Dogo Paten anafika katika airport za China, taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba alichemka kuendelea na ziara yake ama show yake hiyo, kwa maana ya kutoka airport na kuingia mitaa ya China kama Guangzhou na mitaa mingine kwa ajili ya kuelekea katika eneo ambalo liliandaliwa kwa ajili ya yeye kufanya show. Na miongoni mwa kitu ambacho kilimkwamisha Dogo Paten ni lugha. Doto magari anawaita wasomi. Sasa Dogo Paten inaelezwa kuwa moja kati ya kitu ambacho alichemka ni mawasiliano, kwa maana ya lugha. Tunafahamu kila nchi na utaratibu wake ambao umejiwekea kwa ajili ya kuhakikisha kila mgeni ambaye anafika katika nchi husika ili kuweza kupata huduma ama kuendelea kupata huduma ama kufika katika sehemu ambazo anahitaji. Sasa tunafahamu hata airport ya Bongo, wakati unataka kusafiri pia kuna mahojiano mtu anafanyiwa kutaka kujua pia sababu ya wewe kusafiri. Sasa nchi kama China, nchi ambayo duniani inatajwa kuwa ni nchi yenye watu wengi, nchi ya kibiashara, nchi yenye mwingiliano na watu wengi, swala la usalama linachukuliwa kwa kiasi kikubwa, na ndicho ambacho kilifanyika pia kwa Dogo Paten na watu wengine ambao wanafika China. Sasa inaelezwa wakati Dogo Paten yupo airport aliweza kukutana na maswali ambayo yalikuja kwa lugha ya Kiingereza, na Dogo Paten kwa upande huo hakuwa mtamu sana, kwa sababu ndio hivyo tena. Sasa mmoja kati ya maswali ambayo binafsi nimejiuliza, Dogo Paten automatically ni show ambayo atakuwa alitafutiwa, kwa maana ya kulikuwa na promoter. Sasa na ukiangalia kwenye videos ambazo wamekuwa wakiziposti, unaona Dogo Paten yuko na DJ Boba kama sitokuwa nimekosea, ikiwa na maana wamesafiri wawili peke yao. Watu wengi na mimi binafsi nimejiuliza kwa nini akusafiri promoter kwa ajili ya kuweza kuwasaidia, kwa maana ya ukiachana tu na lugha na vitu vingine, kwa sababu Dogo Paten I think hii ni safari yake ya kwanza kuelekea nchini China, na mtu ambaye kama umeandaa shows lazima uweke utaratibu ambao msanii wako atafika. Na kitu ambacho kingine watu wengi wamejiuliza ni kwamba Dogo Paten hakufahamu ama hakuelewa kama huenda akakutana na changamoto hiyo akajipanga mapema. Na taarifa inaeleza kuwa kusafiri kutoka Tanzania kuelekea China ni masaa 10 kutoka Tanzania hadi China, na inaelezwa Dogo Paten hakukaa airport, kwa maana alipiga go and return. Kwa mahesabu ya kawaida hapo inaonyesha Dogo Paten alitumia masaa 20 angani, kwa sababu alipofika airport alikutana na huo ulinzi ambao ulikuwa na maswali, and then akashindwa, akaambiwa basi urudi tu kwa mama Kizimkazi, uendelee na shughuli zako, China si sehemu ya kila mtu. Sasa Dogo Paten bado mwenyewe hajaweka wazi ni nini ambacho kimetokea ama kilitokea katika safari yake hiyo ya China, ambapo alienda kufanya show, na hii ingekuwa ni show yake ya kwanza ya international kama sitakuwa nimekosea. I go by the name 255 Kenny, Umoja wa Nchi za Ulaya. Until next time.